Karibu kwenye video hii iliyoandaliwa na AI ambapo tunachunguza umuhimu wa mbinu za ukusanyaji wa data za uvuvi. Kukusanya data sahihi ni muhimu kwa kusimamia rasilimali zetu za baharini kwa njia endelevu. Kuanzia, pakua programu ya CoboCollect inayopatikana tu kwenye vifaa vya Android. Weka all ya seva, jina la mtumiaji na neno siri ukitumia seva ya jumla //kc-kobotoolbox.org. Tunapendekeza kwamba washirika watumie jina la mtumiaji na neno siri la akaunti ya pamoja ya Kobo badala ya kuunda akaunti za kibinafsi kwa kila mkusanya data. Shiriki jina la mtumiaji wa shirika lako na Blue Ventures ili kupata tafiti. Kisha bofya kupakua tafiti hizi kwenye programu. Vikumbusho muhimu kwa kutumia CoboCollect: moja, hakikisha una intaneti ya kuaminika kwa usawazishaji na masasisho. 2, chaji kifaa chako kwani ukusanyaji data unaweza kuchukua muda. 3, tumia fomu sahihi kwa uingizaji data ili kudumisha udhabiti na usahihi. 4, sanidi usasisho wa kiotomatiki kwenye programu kupitia mipangilio na usimamizi wa fomu. Anza kukusanya data na fomu za uchunguzi za CoboCollect kwa kuchagua anza fomu mpya kwenye programu. Kisha chagua fomu ya uchunguzi unayotaka kutumia. Kamilisha fomu ipasavyo. Kisha maliza na tuma uchunguzi unapomaliza. Kumbuka muhimu kwamba majina mapya yanapoongezwa yanapaswa kuwa tofauti na ya kipekee iwezekanavyo. Usitumie jina moja kwa watu wawili tofauti. Tunapoongeza spishi mpya na majina ya kienyeji, tunahitaji picha kuwasilishwa. Tunapendekeza kwamba picha iwe na taa ya asili, mandhari nyuma nyeupe na mtu mmoja tu kwa picha. Mdomo uwe umefungwa na mikia iwe imetanuka. Pia ni muhimu kujumuisha kipimo katika sentimita. Wakati mwingine wavuvi hawatauza spishi zao zote mmoja mmoja. Badala yake watakuwa wanauza spishi zao katika mfuko mchanganyiko wenye spishi nyingi. Mduara wa bluu unawakilisha mkusanyiko wa kawaida kwa spishi moja ambao unajumuisha uzito wote, bei na idadi ya spishi hiyo. Hata hivyo, ikiwa una mfuko mchanganyiko wenye spishi mbili, kwa mfano A na B, data itajumuisha uzito wa jumla wa spishi zote A na B, bei jumla ya A na B, na hesabu moja ya A na moja ya B. Uhakikisho wa aina ya kipimo ni muhimu sana kuzingatia wakati washirika wanapotumia uchunguzi wa maelezo ya landing kuchunguza muundo wa ukubwa. Aina tofauti za kipimo hutumiwa kwa vikundi mbalimbali vya spishi. Kwa kutumia aina za kipimo ambazo ni thabiti kwa kila kikundi, tunaweza kuhakikisha uchanganuzi sahihi wa data na tafsiri. Kwa hali bora zaidi, vipimo vyote vinarekodiwa kwa sentimita. Hakikisha wanyama wamelazwa wima na mwili umejipinda kikamilifu. Urefu wa jumla ni aina ya kipimo kilichosanifishwa kinachotumika kwa vikundi vya spishi: samaki wenye magamba, samaki wa mwamba, papa na eel. Urefu wa jumla ni urefu wa samaki unaopimwa kutoka ncha ya pua hadi ncha ya lobe ndefu ya mkia wa caudal. Ni kipimo cha moja kwa moja, hakipimwi juu ya mpindo wa mwili. Upana wa diski, pia unajulikana kama N7 au ukubwa wa diski, ni aina ya kipimo kinachotumika kwa kundi la samaki mwamba. Kundi hili linaweza pia kujumuisha skates. Upana wa diski ni umbali kati ya ncha za nje za mapezi ya kifua. Urefu wa joho ni aina ya kipimo kinachotumika kwa makundi ya spishi: pweza, ngisi na pweza wa mchoropaji. Joho ni muundo wenye misuli mingi unaobeba magil, mioyo, mfumo wa utumbo na tezi za uzazi. Urefu wa joho hupimwa kutoka katikati ya macho hadi ncha ya nyuma ya mwili. Upana wa ganda ni aina ya kipimo kinachotumika kwa kikundi cha jamii K. Ganda ni sehemu ya juu au mgongo ya kiunzi cha nje na hufanya kazi kama kifuniko cha kinga juu ya kichwa na kifua katika crustaceans. Upana wa ganda unapimwa kati ya ncha za pembe za mbele ambayo kwa kawaida, lakini si kila mara, ndio sehemu pana zaidi ya ganda. Urefu wa ganda ni kipimo kinachotumika kwa vikundi vya jamii kamba na kamba kubwa. Urefu wa ganda unapimwa kuanzia kwenye ukingo wa mbele kati ya pembe za rostral, ukiondoa tishu laini yoyote, na kuendelea katikati hadi ukingo wa nyuma wa ganda. Urefu wa ganda ni aina ya kipimo kinachotumiwa kwa makundi ya spishi, bivalve na gastropod. Urefu wa ganda kwa bivalves inahusu umbali mpana zaidi, takriban kwa usawa na urefu wa ganda kutoka mwisho wa mbele hadi nyuma. Urefu wa ganda la gastropods unachukuliwa kutoka kilele cha ganda hadi kwenye msingi wa mdomo. Urefu jumla hutumika kupima matango baharini.
Mwisho kabisa, upana au kipenyo cha ganda ndiyo aina ya kipimo inayopendelewa kwa sea urchins. Kumbuka kutembelea mwongozo wa mfumo wa takwimu za uvuvi wa jamii kwa maelezo zaidi.